tuko kwenye kipindi kigumu. Mimi nakiita kipindi kigumu. Kipindi kigumu hiki ni cha nyinyi viongozi wa jumuiya ya wazazi kuwafunda viongozi wetu walioko madarakani na wanaotarajia kuingia kwenye uongozi. CCM oyee! Kipindi hiki ni kipindi cha uchaguzi ambacho ni kipindi kigumu cha kila mtu kutaka kuvunja heshima yake. Unavunjaje heshima yako? Unavunja heshima yako ya kuweza kutokusimamia jumuiya hii na kutokujitambua wewe ni kiongozi. Mtaanza kuitwa kwenye vichochoro, kwenye vigrocery, kwenye bar. Sasa ukianza kuitwa kwa staili hiyo, tayari umevunja heshima yako ya uongozi wa jumuiya ya wazazi. CCM oyee! Niwaombe sana, na popote pale nilipopita, nimepita kata nyingi, nimewaeleza haya kwamba kipindi hiki ni kipindi cha kuonyesha heshima zenu. Wakati wa uchaguzi huu, kaeni kwenye kata zenu, tulieni kwenye kata zenu, onyesheni heshima zenu, watu watawafuata kwa kadiri mlivyo kwenye matawi yenu na kata yenu. CCM oyee! Katiba ya Chama cha Mapinduzi imepanua wigo wa kuongeza viongozi wetu wa kamati za utekelezaji za matawi kuingia kwenye mikutano mikuu ya kata mpaka wilaya. Wapo watu wameingizwa kwenye utaratibu huo wa kikanuni na katiba. Sasa wanasema ni wakati wa kwenda kupiga noti, kwamba tumeingizwa kwenye maokoto. Hujaingizwa kwenye maokoto, umehamasishwa kwenda kujenga jumuiya yako. CCM oyee! Nendeni mkawaambie wajumbe wenu wa kamati za utekelezaji kwamba hapa kuongezwa kwenye mikutano hii, mmeongezwa kumbushwa kutimiza wajibu wenu kuhudhuria vikao na kujenga jumuiya yetu kwenye tawi. Si kwa ajili ya mawazo kwamba tumeingizwa kwenda kupiga nini maokoto. CCM oyee! Muwaeleze waondoe mawazo hayo. Muingie kwenye mawazo ya kujenga jumuiya ya Chama cha Mapinduzi. Muingie kwenye kuheshimiwa. Ndugu zangu, heshima ni kitu muhimu sana. Na heshima inategemea wewe mwenyewe unajiheshimuje. Utakapojiheshimu na wale watu watawafuata kwa heshima. Nilikopita nimeshawaeleza kwamba kama kuna mtu atakuwa na uhitaji, baada ya kuwa sasa baraza la madiwani limevunjwa, bunge limevunjwa, sasa ni wakati wa kuchukua fomu na ni wakati wa watu kutaka kuwania uongozi. Wale wanaohitaji nafasi hizo wawafuate kwa heshima. Kama tawi lina watu 100, muitane wote watu 100. Mje mumsikilize huyo anayehitaji uongozi. Aongee na mpime kwamba huyu anafaa kuwa kiongozi, huyu hafai kuwa kiongozi. CCM oyee! Na ndio utaratibu wetu wa Chama cha Mapinduzi. Tunawapima kwa hoja, kwa kumuona kwamba amesimama, ameongea, huyu anatufaa kuwa kiongozi, au huyu anakuja kwa ajili ya kutugawa, au huyu anakuja kuvuruga chama chetu. Mtampima, ataondoka na mtasema kweli huyu aliyeongea hapa sidhani kama anaweza kusimamia Chama cha Mapinduzi. CCM oyee! Hapo tuko wote pamoja. Wapimeni watu kwa hoja. Msiwapime watu kwa kuitwa kwenda kunyweshwa bia, kwa kuitwa kwenda kununuliwa kitimoto, kwa kuitwa kula mandazi. Hivi unajisikiaje kwamba unaitwa unakaa masaa 4, alafu mtu anasema mchomeeni nyama huyo wale? Unaondoka wewe umekula nyama ya mbuzi, umekula kitimoto, unafika nyumbani kwako unakuta kuna kisamvu na dagaa. Itakuwa inapendeza? Lakini kama mtatumia utaratibu wa kujiheshimu, na wao watawaheshimu. Akifika kama nilivyosimama hivi, anawaeleza, anaanza kuangalia nyuso zenu, anasema hawa ni waacheje.
Ukiondoka hapa kabla hujavuka popote pale umeshaweka mawazo kwamba nilikuwa na shida na kitenge cha chama, nilikiona sehemu fulani, acha nikakinunua. Utaenda kukinunua kitenge, utaenda kubakiza pesa, utasema acha nipitie na dagaa nipeleke nyumbani. Sisi muone. Na huo ndio utamaduni. Lakini ukiitwa chocho utakuwa umevunja heshima yako na utakuwa umezalauliwa. Kwa nini akufuate gizani? Mnaona mlivyoitwa leo. Kama mtu ana nia njema awaeleze kwamba katibu, naomba niitie makatibu wote wa wilaya nzima. Atafika hapa, ataongea, mtamsikiliza, mtampima. CCM oyee! Ninayasema haya kufuatana na jumuiya yetu hii iliyo na heshima. Watu wameshaanza kupita mapema, tunaanza kuwapima kwa pesa zao, tunaanza kuwapima sijui kwa kipimo gani, bila hata ya mtu kukaa naye. Ukiitwa, ukipewa shilingi 10,000, ukipewa shilingi 20,000, unaanza kusema huyu ndio anayetufaa. Mkumbuke kuna jambo la kuja kujuta miaka mingapi? CCM oyee! Wapimeni watu kwa hoja, wapimeni watu kwa uwezo wao wa uongozi, sio uwezo wa kifedha. Ninapoyasema haya watu wananinukuu wengine. Watu wananinukuu. Nimepita kata moja nikayasema haya kuwajengea uwezo viongozi wangu wa matawi na kata. Wakabadilisha kwamba fulani amepita na tueleza wewe unatoa noti nyingi, hufai kuwa kiongozi. Ni kitu ambacho hakifanani. Mimi ninajenga jumuiya yangu kuwajengea uwezo. Wapendwa sana watendaji wa jumuiya ya wazazi katika matawi yetu 127. Mungu wa Mwana. Naomba nimshukuru Mungu kwa fursa ambayo nimeipata kuwasalimia leo mkiwa katika kikao chenu, kikao kazi. Nimpongeze sana mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi pamoja na kamati yake ya utekelezaji kwa kazi kubwa na nzuri ambayo amekuwa akiifanya katika mikutano yake yote ambayo amekaribia zunguka katika jimbo zima. Hongera sana mwenyekiti pamoja na kamati yako ya utekelezaji. Ndugu zangu, naomba niwapongeze kwa kazi kubwa mnayoifanya, na hata katika kipindi hiki ambacho katibu wa wazazi ameamua pamoja na mwenyekiti wake kuweza kuwakusanya na kuweza kuzungumza nanyi majambo ya msingi, kuwapa semina ambazo zitakwenda kuwajenga katika kazi zenu, lakini pia katika mwelekeo huu tunaokwenda wa uchaguzi. Niwaombe tu, ninyi tumekuwa tukifanya kazi pamoja, mnajua tulikotoka, mnajua tulipo, mnajua tunakoelekea. Lakini pia kama wazazi ambao pia mna kile kitengo cha elimu na malezi, bado kuna mambo ambayo yanakwenda ndivyo sivyo, ambapo bado kwenye jumuiya ya wazazi watatakiwa kuyafanyia kazi wale watu wenu wanaohusika na mambo ya elimu na malezi. Lakini kama watendaji nyie pia mnatakiwa kusaidia katika kutoa elimu. Tukiendekeza yale yanayofanyika sasa ya mambo ya rushwa na mambo mengine ya kudanganyana, tutarudi nyuma katika jimbo letu. Mnajua tulikokuwa na tulipo sasa. Niwaombe, mimi kama mbunge wenu ambaye tumefanya kazi pamoja, naweza nikawa sina hela ya kushindana na hao wenye pesa, lakini akili yangu na uwezo wangu wa kufanya kazi, nadhani bado akili yangu inafanya kazi vizuri na tunaweza tukafanya kazi vizuri zaidi. Swala la uadilifu, ndugu zangu, ni swala la msingi sana. Na nyinyi kama makatibu wa wazazi mnatakiwa pia kukemea pale ambapo mnaona maadili yanaporomoka.